والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tuko katika msikiti Mtoro, Dar es Salaam, na tuna mada ambayo ni kubwa sana, nao ni mada ya al-hasad. Mada ya hasad. Ndio hasad, ndio hasad. Na hasad ni hasad. Hasad ndio hasad. Na hasad ni hasad. Na ndio inaumaliza ulimwengu. Fujo lote, vita vote ulimwenguni ni hasad, hakuna lingine. Vita vote, nchi zote, usidanganye bwana. Hakuna jihadi ya mchana wala usiku. Hakuna hilo. Vita vya ulimwengu mzima watu wanaopigana kwa sababu ya hasad peke yake. Na ndiyo inaotumaliza. Sisi tumalizwa na hasad. Sisi tumalizwa na hasad. Waswahili wanamsema, wanakuambia hasad ikitoua huumbua. Ikitoua, Kiswahili cha kwetu, ikitoua huumbua. Maana yake nini? Yani hasad kama haikukumaliza ikakuondosha duniani, basi itakutia kasoro na ila na aibu fulani. Itakuumbua, itakuweka kitandani, itakuharibia kazi zako, itakutia wazimu, utavunjikiwa, utaharibikiwa. Ndio hasad. Na sote twalilia na hasad, na sote tuumizwa na hasad. Wanazuoni waumizwa na hasad, wafanyaji biashara waumizwa na hasad, wasanii wote waumizwa na hasad. Hasad imeingia kwetu sisi, na ndio dhambi la kwanza ambayo alowasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kosa la kwanza alokosewa Mwenyezi Mungu ni hasad, na alioanzisha hasad Ibilisi. Na ndio kama tuelezwa, na katika ardhi kosa la kwanza ambao kama madhambi ya kwanza aliofanyiwa ni hasad, Kabil na Habil. Wewe ukishakuchukua picha ya Kabil na Habili, basi utakitena maelezo. Kabili nani? Habili nani? Kabil bin Adam, Habil bin Adam, ndugu baba na mama wakahusudiana. Wakahusudiana kwa sababu nini? Wakahusudiana kwa sababu ya mwanamke. Sasa ikiwa ndugu baba na mama wamehusudiana, je, sio kwa ndugu? Tena mwanamke, sasa mwanamke nini? Si bahati yake, neema yake. Na ndio iko mpaka sasa. Mtu anamhusudu mtu, amepata mke mzuri, hasa atakapata mke mbaya. Atakapata mke mbaya, si bahati yake, neema yake. Kama alikuwa ni mzuri, sio alikuwa kwa muoa. Sasa kumuoa, amemwoa kwa sala yake lipi? Au muacha kuache wewe? Basi mfuatie bwana, wewe kapata mke mzuri, niachie mimi. Basi ndio kumhusudu. Kapata mke mzuri bwana. Kapata gari mzuri, ndio kapata kazi mzuri, kapata nyumba mzuri. Sasa si Mwenyezi Mungu, dhalika fadlullah yuti ma yasha. Ndio tunataka wengine kwambia, basi nenda kazime mbinguni. Wajua ile switch iko mbinguni, kazime basi. Lakini madamu switch iko mbinguni, mwangazo katika ardhi. Mwangazo katika ardhi bwana. Tena na hasad. Wenyewe wakwambia al-hasad bawabatul atham wa bid'atul li'am. Yabda'u bil qaribi qabla al ba'id wa bisadiqi qabla al adui. Hiyo ndio hasad. Al hasadu bawabatul atham, yani hasadi ndio bawaba. Unajua bawaba, mlango mkubwa, ndio geti. Unajua utaona katika majumba kuna stairs, nyumba tele, kuna lango kubwa la kuingia katika nyumba zote. Basi mlango kubwa la kuingia katika madhambi ni hasad. Makosha kuingia katika geti ile kubwa ndio utaingia nyumba zote. Maki mwenye hasad ndio huingia na maradhi yote, huingia madhambi yote. Hasidi lazima msengenyaji. Hasidi lazima awe mrongo. Hasidi lazima awe fatani. Hasidi lazima azue. Hasidi lazima auwe. Hasidi lazima atukane. Hasidi lazima afanye uchawi. Bawaba geti, washa kuingia geti katika flati tu sasa. Flati zote utazijia katika bawaba. Wa bid'atul li'am. Na ndio silaha ya wale watu li'am. Li'am na tokorofi.
wale watu wasiokuwa na maana, ndio bidhaa biashara yao. Watu wengine hawana kazi yao ni kusudu tu, hawana kazi yote, hawana kazi ya mchana wala usiku kusudu. Fulani kapata gari, fulani kapata hivi, fulani kawa hivi, fulani kawa sasa mwisho paka ukivaa kanzu nzuri, siku hizi fulani vaa kanzu nzuri, sasa vaa matambara jamaa. Fulani siku hizi kwa kofia nzuri, fulani kofia nzuri kwa kweli, kofia mnene. Sasa afanya nini? Avae boxi. Si mwenyewe kwa na wewe vaa umekatazwa. Ukivaa, ukisema, ukifanya lolote ya kusudu tu bid'atul yam. Yabda'u bil qaribi qabla al ba'id. Ile hasadi humwanza jamaa yako kabla wa mbali. Ikiwa jamaa yako ndugu Kabil na Habil wamehusudiana mpaka Kabil akamua ndugu yake mdogo wake hata amepata mke mzuri. Amemua. Sasa ikiwa ndugu baba na mama wahusudiana, hatutaki tena jaso kwa ndugu. Mbabi au la, itakuwa saidi. Ndugu si jaso kwa ndugu. Tena baada hivyo wasadiq kabla nadu. Na ile hasad tena humpata ule rafiki yako kabla adu. Mtu ni rafiki yako haswa atakusudu. Rafiki mtu ampenda. Tena yote muamini rafiki yangu bwana hana neno kumbe ana maneno. Hana neno moja kana maneno mengi. Na muamini kumbe haminiki. Huyu bwana tendo chanda na pete urongo kuna chanda na pete. Pete nyingine pia upulika. Mimi bila huyu siri basi ndo utakapokuwa utakumuona ndo utamjua. Ndio kaambiwa ule rafiki yako mpende usimpende sana. Na ule adui yako mchukie usimchukie sana. Pengine yule rafiki huenda akani adui na yule adui akani rafiki yako. Huyo ndo hasidi. Na hasadi inafanya kazi gani? Na sababu gani? Hasad inatokana na family, watu ndugu. Mwangalie Nabii Yusuf ukitaka kujua hasadi ni kiso cha Nabii Yusuf. Tu hasadi yote iko pale. Wajua hasadi ya Yusuf ilianza wapi? Hujajua. Ilianza la taksusuru yake aliyekwatika. Hasadi ya Yusuf ilianza kwenye ndoto tu. Mtu ameota. Ameota ngapi? Nyota 11 na mwezi na jua za msujudia. Basi hasadi imeanza. Jamaa mtu uota pia msujudu. Mimi nimeota na majumba 100 unusu. Nimeota jamaa si nayo nimeota. Yusuf asema ameona tu mwezi na jua na mwezi na nyota 11. Sasa kwa sababu wapi? Hasadi yote inaanza kwa ndoto tu. Sasa jamaa ikiwa kwenye ndoto atusudiani, je macho? Watu wamelala, watu singizini, nimeota nusudu, je ikiwa macho? Ndio hasadi. Kisha ndo akampata alopata. Yusuf mitihani yote kupigwa, kutoa katika shimo, kufanywa hivi, kuambia mbele na mbona tu. Tena Yusuf kosa kubwa alilofanya, la Yusuf wa huwa habu ila Binyamin, basi hilo ndio kosa lake. Kupigwa na kutoa kwenye shimo. Yusuf apendekeza zaidi kwa baba yetu kushinda sisi. Jamaa kosa langu lipi? Yusuf akamwambia babake Yakubu nipende. Mwenye baba amempenda, basi nyinyi ule alopenda mngelimwadhimisha yeye, sio alopendwa. Kosa alopendwa lipi? Jamaa kosa alopendwa lipi? Nyinyi mwanipenda mimi unusudu. Sasa kosa langu ni sikwambia mmpende, niambie. Mwenyewe mahaba yenu, mapenzi yenu mwanipenda wewe usudu. Hasidi mbaya sana wana. Hasidi mtu mbaya. Hata lile jina, kuna masidi mengine ni jina haswa. Jina wote uchungu, jina. Kwa nini kupewa jina hili? Kwa nini akapata jina? Ndio hasidi. Wengine ile picha tu, ile picha ameona katika WhatsApp. Kwa nini akapiga picha vile? Kwa nini anapiga picha anacheka yule amusudu? Picha jamaa. Sasa nilie. Nilie ndio furaha. Na hasad inatokana na watu watatu. Hasad inatokana na watu watatu. Usitafute wanne. Ndio wingi wa hasad inatokana na hili. Hasad ya kwanza inatokana kwa jamaa yako, family yako. Baswahili wanasema nakwambia kikulacho kimwilini mwacho na kikulako kimwilini mwako. Lugha ya kwetu. Kile kinachokula ni kile kiloko mwilini mwako. Kiloko nje hakikuli. Chawa anayekuuma ni yule kwa kichwa chako. Hawezi chawa wangu akakuuma wewe, ni yule kwa kichwani kwako yule. Ule jamaa yako, ndugu yako aweza kusudu, ami yako aweza kusudu, mjomba wako aweza kusudu, shangazi yako, khalati yako aweza kukusudu. Ule mtu wako wa nyumbani atakusudu. Je, mtu wa nje? Ndo asidi ya kwanza.
Hasidi wa pili ni jirani, mtu jirani yako ndio kama mpelekee la takirana jaratiha wala fisana shat la takirana jaratu li jaratiha, wewe mpelekee jirani yako kusudu. Akikuona unapoendelea, akiona umepata gari, umepaka rangi wala chakula, akusudu jirani. Jirani ndio hasadi kubwa, lakini nataka uketi naye vizuri. Jirani sio kusudu mpige vita. Ndio Swahili anakuambia Allah Allah jirani wala ukana baniani. Kiswahili ni Kiarabu. Allah Allah jirani wala ukana baniani. Yaani muangalie kama baniani pia kana vizuri. Kwa jirani ndio hasidi yako, jirani yako hasidi yako. Ukusudu, sababu ukusudu huona, ukusudu usikia, huo ndio wa pili. Hasadi wa tatu ni ule unaofanya kazi pamoja, kazi yenu ni moja, ni wale zumala, wanafunzi wanaosoma madrasa kimoja, chuo kimoja, wanaosudiana, walimu wanaosudiana, mashekhe wanaosudiana. Huku Tanzania kuna mashekhe na mashehe, kuna bilkha wa bilha. Tupo kuna mashekhe na mashehe. Mashekhe ni wale mashehe na mashehe ni wale mashehe. Hiyo ni tofauti hiyo. Kwa mashekhe na mashehe wote usudiana. Usishutuke bwana kama una mtu amepiga kiemba kama tairi ya gari, hasadi tele anayo. Kama mtu amepiga msare meta 5, hasadi anayo kwa hivyo. Ukiona ameshika tasbihi mara 3 kimo chake, hasadi anayo kwa hivyo. Hasadi. Mtume sema kuna watu 6 wataingia motoni kabla ya hesabu kwa mambo 6. Kuna watu 6 wataingia motoni kabla ya hesabu kwa mambo 6. Akasema ule wa mwisho katika 6, wal ulamau bil hasadi. Wal ulamau, na wanazuoni na mashekhe bil hasad. Sasa jamaa, ikia ulamau bil hasad, kaifa al juhadu? Ikiwa wanazuoni wausudiana, je, wajinga watausudiana na gani? Nyinyi mmesoma, mwajua madhara hasadi, mwajua ni kama mradhul qalbi, mwajua hasadi, alhasadu yakul hasanati kama takul nar hatab, hasadi hula mema yako kama anavyokula moto kuni. Hadithi zote unazijua wewe, aya zote unazijua wewe, maana kisha wewe usudu. Je, wale wasojua hadithi na aya watafanya nini? Ndio Imam Malik akasema, mimi ushahidi wote nakubali, lakini ushahidi wa wanazuoni sikubali. Mwanachuoni kwa mwanachuoni sikubali ushahidi wake, kwa sababu wana hasadi wao, watazua uongo. Yani watu watakubali ushahidi, lakini mwanachuoni kwa mwanachuoni hakubali. Hasidi akiona hakufaulu atakuroga. Akiona hafaulu katika kukoroga kwake, basi sasa atakutilia sumu. Kuna watu wametiliwa sumu haswa na ndugu zao haswa, amemtilia sumu ataka afe ili yale makamu ayapate yeye, ili makamu ataka. Maimamu husudiana, maimamu wa msikiti, imamu huyo ampendi imamu huyo, ati kwa nini amepata kazi? Si Mwenyezi Mungu amempa pesa uzenge msikiti? Jamaa, Allahu Akbar nusudu uzalisha watu nusudu, kosa langu lipi? Nimeandikwa kazi, kosa langu lipi? Maimamu hawapendani, maimamu husudiana, maimamu tiana sera. Basi mtu huweza kumtilia sumu mtu. Wangapi na wangapi wametiliwa sumu katika vyakula wamekufa kwa sababu ya hasidi tu. Hamtukutia sumu wala hajali, mwache afe mwanakufa. Afe mwanakufa. Watu wamekwenda kwa waganga na wachawi, ule fulani sitaki kumuona tena duniani, nitakupa utakacho. Watu wako tayari kutoa chochote. Kuna watu wamenunua ng'ombe mzima, wakafukua shimo wakamzika kwa sababu ya uhasidi tu na wadui. Fulani avujikiwe. Ng'ombe shaka. Badili watu uchinje ng'ombe watu wale sadaka, uombe Mungu naye akupe kama basi umemla ng'ombe umechinja. Wengine wazima kwa sababu ya hasidi tu. Hasad ina sampuli 4. Kuna hasadi sampuli 4. Kuna 3 ni hakika, moja ni majazi. Mambo balagha sasa. Hasadi iko katika balagha. Kuna 3 ni hakika, moja ni majazi. Majazi ni ipi? Tuanze ni majazi. Majazi mambo balagha tuko chuoni, lakini make si hakika, ni majazi. Dhidul haqiqa almajaz wa dhidul majaz alhaqiqa.
Majazi ni ile la hasada illa ala thnataini, hakuna hasad isipokuwa kwa mambo mawili tu. Yani hasadi ni zitu ziwili. Hii ni maana hasad. La hasada manake la ghibta, yani wewe ataka utamani vitu viwili, sio mwana zusudu uzitamani vitu viwili. Lakini hao waliokuwa vitu viwili wanavitumikia haja kutumikia. Rajulun atahu Allahu alquran fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, mtu anajua Qur'ani, anasoma Qur'ani usiku na mchana, basi wewe tamani uwe kama yeye kwa kusoma Qur'ani, na mimi pia nisome Qur'ani kama yeye. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, na mtu Mwenyezi Mungu alimpa mali akawa anayatoa usiku na mchana. Yani mtu amepata mali, wewe utamani mali ili ufanye khairati kama yeye, sio utamani mali kwa sababu naye usito ule tajiri bwana ana gari Prado Pajero na mitaka kama hiyo. Sio hiyo, ni hasadi hiyo. Ana majumba, ana magari, mimi nataka nipate mali. Yeye amejenga msikiti mmoja, mimi nitajenga msikiti 10. Yeye alishawatumia, mimi nitashawatumia 2. Yani hasadi kwa kufanya khairi. Hii ndio toa majazi. Lakini kuna hiyo ndio Mtume sema la hasada, make tamani Qur'ani, mwenye Qur'ani na usome Qur'ani, tamani mwenye mali usome. Lakini tatu hazifai na moja haifai zaidi. Hasadi ya kwanza ni wewe watamani ndugu yako ile neema aliyokuwa nayo, ima uipate wewe. Ikiwa ukipata wewe, basi ile neema ikosekane. Yani wewe unatamani ima ile neema uipate wewe, kama ukipata wewe ikosekane. Ndio hasadi ya kwanza. Hasadi ya pili ni kutamani ile neema kwa kuwa yeye asipate na wewe pia usipate. Uko tayari yeye asipate wewe pia usipate. Hiyo ndio mbaya. Hiyo ndio ya pili. Ya tatu, ule ana neema na mimi Mwenyezi Mungu anipe neema. Kama sikupa mimi neema, basi na yeye pia akose. Hiyo ndio ya tatu. Ya kwanza, tamani neema iondoke kwa mwenzako. Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo je kwako wewe. Ya pili, yeye asipate na mimi sipate. Ya tatu, na mimi pate neema yake, lakini kikosa basi sote tukose neema. Ndio hapa tutoa kiswa sana, kiswa mutakarira, kiswa cha kukariri namna gani hasidi alipokuwa mbaya, aliposhinda yule bakhili mwenyewe. Yule mfalme na waziri ujiana wakasema, je, hasidi ni mbaya ama bakhili? Mfalme akasema bakhili ni mbaya. Ule waziri akamwambia basi si bakhili si mbaya, mbaya ni hasidi. Yule mfalme akasema la, mimi najua ni bakhili. Waziri akamwambia la, mimi najua ni hasidi. Wewe unajua ni bakhili? Wewe mfalme umesema ni bakhili, mimi nasema ni hasidi. Waziri wakatafuta katika mji nani hasidi zaidi na nani mbaya zaidi, akazengelewa bakhili daraja ya mwisho. Maana kuna watu jamaa mabakhili, Niambia cha Dar es Salaam akifiki Tanga wala cha Tanga akifiki kwake. Kuna watu mabakhili ajabu, hata kula kwenyewe hali na pesa ile anazo tele sio mweka nani. Nyumbani watu 10 ananunua nyama robo kilo. Salala ni tungu sisimizi. Yeye kula gumu, kuvaa akivaa hizo nguo tafikiri yeye nguo zake kwenye mitumba tu kule. Na mnapokuwa bakhili hata kunaongoza madukani. Bwana mitumba rahisi. Shekhe vipi wewe? Gari lake usiulize. Ndio leo soma katika Qur'ani, unajua kuna gari tarhaquha qatara. Tarhaquha unajua maana yake? Tafsiri haya limefilikwa na vumbi leusi. Maana vumbi leusi, maana gari lake kiliwasha, moshi kweli. Naweza kutengeza milango yenyewe haifunguki. Ukipita kwako unapita kwa huku. Wengine wanafungua butu ingie. Ona bakhili fungua butu ingie. Gari miaka 20 analo tu jamaa. Siku zote kutoka gereji tafikiri ni mtu pressure na sukari wage. Siku zote kutoka gereji. Si niuza pia ana bakhili kutoka gari yake mwenyewe ana bakhili. Uko tara mekatara tu gari mbaya tu bwana. Sio ni miaka mingapi? Miaka 30 amenunua. Bado tuko nalo tu. Mara nyingine paka gari hazingii. Paka shike mikono miwili gari peleke ndio yende. Huyo ndio hasidi. Huyo ndio mbaya. Kwa hivyo hasidi na bakhili nani mbaya? Mfalme akasema hakuna mbaya kama bakhili. Waziri akasema hakuna mbaya
kama hasidi. Wakasema tuzengie katika mji kuna mahasidi. Hasidi gani? Wajua katika kila mji kuna hasidi. Kila mji kuna hasidi. Usiseme hala kuna hasidi, hata huko Maka na Madina mahasidi tele. Kila mahali. Usiseme sitaki Dar es Salaam, huku kuna salama, kwingine kuna hasadi zaidi. Ukifia ukikimbia kuna kofia, utakwenda kuna pozikwa. Hapa tufa basi kuna kule utazikwa mzima wewe. Afadhali bali hapa kufekwa zako basi uzikwe kama wengine. Wengine uzikwa wazima. Akatafuta mpaka akapata mmoja bakhili na mmoja hasidi. Tena ule hasidi wa Kiswahili anasema kuna mtu anaitwa hasidi kabuli. Hasidi kabuli. Amepata kabuli. Hasemi ila jambo huwa. Wenyewe kwamba kama qala Allah Ta'ala. Kuna mahasidi kama qala Allah Ta'ala. Watu Mwenyezi Mungu asema urongo, lakini qala Allah Ta'ala tu. Atamke tu kitabu wewe unakuwa hasarani wewe. Uko hasara tu kama qala Allah akisema. Akapata hasidi. Akapata hasidi mbaya, hasidi muovu, hasidi apenda makuu, kumshinda dogo amevundika guu na wakerepo amekula ho. Kachukua hasidi akazengewa na bakhili. Mfalme akamwambia mimi ndio mfalme. Nimeita hapa nyumbani kwangu, hapa ofisini. Kila mtu atamani, kila mtu aseme anachotaka, lakini ajue mwenziwe atapata zaidi kushinda yeye. Tamani unachotaka, lakini ajue mwenzako atapata zaidi kushinda wewe. Sasa tamanini, wewe uitwe na mfalme, uitwe na rais, uitwe Ikulu kule, hai bwana, ndo ule huko, kulu ule tu la. Sema unataka nini? Mimi. Lakini ujue mwenzako atapa mara mbili, ukisema gari moja mbili, yule atapa. Nyumba moja nyumba mbili. Nataka eka 10 yule atapa 20. Lazima mwenzako atakushinda. Takeni ukitaka milioni 10, utampa milioni 20. Bakhili na hasidi. Wakaanza kufikiria, fikiria kila mtu. Bakhili huyu atapanda zingi, mimi nitakuwa kidogo, huyu atakuwa ni hasidi ndo itakuwaje? Mimi nikisema milioni 10 napata 20. Mimi nikisema gari 10 atapata gari 20. Mimi nikisema nataka majumba 5 utapata majumba 10. Yaani anafikiria. Mfalme akamwambia Sheikh, time zamalizika. Muda hasidi alishapoona. Maulana nishafikiria nitaka nini? Labda ataka hela huyo, yeye apate milioni 10 napata 20, apate majumba 5, 10 gari. Akamwambia nimefikiria, mimi mfalme umesema nini? Mfalme akasema nimesema mtu akitamani kimoja mwenzake atapaa ziwili, basi na kuomba Maulaya mimi ili jicho langu nitoboe ili jicho. Hasidi akaamua atobolewe jicho moja, sababu bakhili atafanya nini? Angalia. Atakatobole jicho ile kipofu ile. Yeye kipofu wa jicho moja ile kipofu macho mawili. Akakubali kipofu lakini ajua hatupata. Hapo radhi amshinde hapo hasidi. Hapo radhi. Madama atakosa macho yote. Wenyewe kwamba kufa kwa wingi ni harusi. Kufa kwa wingi ni makati wangu akifa ni harusi simatanga tena. Huku zidio huku basi ni harusi hiyo. Ndo hasidi. Tukimalizia makete mnaona wakati wa adhani, mwende sanga. Bwana mmoja alikuwa ni waziri wa mfalme. Na huyu alikuwa akipenda sana kusema maneno mazuri, maneno ya hikma. Akisema ahsin ila almuhsin biihsanihi walmusiu satakfihi masawihi. Ahsin ila almuhsin biihsanihi walmusiu satakfihi masawihi. Siku zote mtu akifanya lema, mfanye mtu lema na Mwenyezi Mungu atakulipa kwa leo unalofanyia. Siku zote ukimfanyia mtu mazuri na Mwenyezi Mungu atakufanyia mazuri. Siku zote ukifanya mtu mabaya na wewe utafanya baya. Kwa lile baya lake Mwenyezi Mungu atamlipa. Wal musiu satakfi masawi. Usione ukifanya, wajua kufanya lema ni deni kisha utalipwa. Na kufanya baya pia ni deni utalipwa. Basi neno lake nini? Basi kuna mmoja ambaye kwamba hoyo yeye kuna mfalme ni kama rafiki yake nini? Kuna waziri wake akasikia uchungu, akasikia hasad. Akausudu neno, fikiria neno tu limeusudu. Kwa nini kusema ahsin ila almuslim bisani wal musiu satakfi masawi? Yani mfalme alikuwa kilikariri sana. Kila saa kumwambia Sheikh niambia ile neno. Bwana ahsin ila almuhsin bisanihi wal musiu satakfi masawi. Mfanye wema, fanya mema kwa mema, utalipa kwa wema wako. Na ule mbaya mfanye mwema, atalipwa kwa ubaya wake. Ule bwana akamsudu, akaanza kumtilia fitna kwa mfalme. Ule waziri akamwambia mfalme, wewe wampenda huyu? Umefahamu? Huyu wampenda nini? Huyu akutukana, sema mdomo wako unanuka harufu mbaya. Mfalme, huyu ninavyompenda
navumeka karibu, asema, akaambia siamini, akaambia utaona kesho. Na mfalme alikuwa hakuna harufu anaichukia kama harufu ya kitunguu saumu. Inapendi kabisa. Akisikia kama mtume alivyokichukia, akisikia mtu amekula, unajua kitunguu saumu ile imepasa kishika mdomo hiyo. Basi yule bwana akamwalika nyumbani kwake. Atakwenda kwa mfalme kuonana na appointment, ameagizana. Alipofika akamwambia kula bwana hiyo. Akampa ile saumu, baada kupa wakati ukafika, akifika kwa mfalme akasema la hula, hata siku tukua ile siku na maji, siku yote hafu mbaya kwa mfalme. Basi mfalme akazungumza naye, mfalme ambaye ndo karibu. Akifika karibu yule bwana, kwa kuwa mdomo wake unanuka kitunguu saumu, akaziba namna hiyo. Mfalme akasema kumbe kweli huyu ananisema mimi vibaya, mdomo wangu unanuka mimi. Unajua hakuna kitu kibaya kama mtu kutukana katika mwili wake. Hakuna ile kubwa kutukana mtu katika mwili wake ndio umezingia vita vyake. Mwambie mtu mkorofi wewe, mfupi kama kitunguu maji, utasikia balaa zake. Wewe ni hivyo, wewe ni hivi. Mfalme akaandika barua, akampelekea moja katika mapisi wake, viongozi wake, akamwambia, akaandika ile barua. Baadaye katika bahasha akamwambia ule kwamba loziba, akamwambia ni barua mpelekee pisi wangu. Basi yule bwana akatoka, na mfalme kuandika barua, uje mambo ni mazuri tu, rais kuandika barua. Alipotoka ikifika nje ile waziri muona, mfalme akamwambia nini? Akamwambia mimi naandikia barua, ameniambia ni nende, si barua nini? Kwa sana hapo nipe mimi barua. Akamwambia sikupa barua yangu ukupe wewe. Akamwambia sikupi. Wakaanza kugombana, sikupi takupa. Basi baada ya kugombana ule bwana akamwambia nitakupa farasi, nitakupa na 1000 dinar unipe hiyo barua. Makajua hii waziri ajua ni barua ina hela tu ndani, kuna pesa zitatoka kwa ule. Ule akamwambia basi nipe farasi, nipe na dinar 1000. Akampa, alipompa akaenda zake. Yule waziri akaenda paka barua kwa ule PC. Kumbe barua si mzuri. Ifika kwa ule PC, amwambia bwana nimeletewa barua. Hii ni barua gani? Ambia toka kwa mfalme. Akasema vizuri PC. PC uko kando, akaikata ile, akaanza kusoma ile barua. Akisoma imeandikwa huyu anayeleta barua huyo. Hakuandikwa jina. Huyu atakuleta barua, basi wewe mchinje. Baada ya kumchinja na umchune ngozi yake. Basi huyu aleta barua kwa jina hili basi. Ule akamwambia bwana barua yenyewe nini? Imeandikwa aloleta achinjwe, achune na ngozi yake. Barua si yangu, barua fulani bala. Haikuandikwa, umebia aloleta barua. Na aloleta barua nani? Mbele. Kwa hiyo tafuata amri mfalme. Akachinjwa yule bwana. Alipochinjwa basi mfalme muona waziri hapiti ofisini, waziri hapiti. Anani? Akiuliza barua yako umekwenda chinja. Kwani mimi nimpa barua yeye? Kama si yule ni yule mtu wako amempa barua. Mfalme akamwita yule rafiki yake. Akamwambia ile barua umefikisha? Akamwambia Maulaya, nilipokuwa nataka kuifikisha nimepambana na mtu barabarani, ameniambia waziri wako ameniambia nipe na nimempa. Basi amekodisha. Mfalme akamwambia kafakal musiu bimasawi. Akamwambia basi kafaka musiu bimasawi. Akamwambia yule aliyokufanyia ubaya, basi ubaya umemrudia mwenyewe. Yeye amefanyia kumchongea, amtetesha na mfalme, kumbe ile balaa imemrudia mwenyewe. Kwa hivyo ile hasidi ni moto, mwisho ujila mwenyewe, akajimaliza mwenyewe. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, ama hawa watu wahusudu watu kwa neema Mwenyezi Mungu aliyowapa. Hapa wanazoona kwambia amyahsuduna nasa ni Rasulullah. Imetaja nas lakini ni mtume. Wamuhusudu mtume hawa. Sababu mtume amepata hasad Maka za Makureshi. Alipofika Madina amepata hasad za wanafiki. Alipofika Madina amepata hasad za Mayahudi. Mayahudi walimhusudu mtume mpaka wakamtilia sumu mtume. Ndio mahasidi. Wewe shekhe ukiona umerogwa, usione umerogwa kwa umerogwa kwa sababu unahusudiwa. Ule akurogae ndio alokuhusudu. Kwa wa umma hujulikani maradhi gani wewe, ukienda hospitali ukipimwa hujulikani nini, kumbe ni hasadi. Hasad wa min shari hasidin idha hasad. Al-Imam Jafar Sadiq akasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, akasema nahnu humun nas, sisi ndio hawa watu. Hawa wanaohusudiwa ni wale wewe una hasad na chuki za Sharifu. Kosa lake lipi? Baweza kubadilisha nasaba yako kama yake, basi hakuna sita tu.
rudi tumboni kwa mamako, mwambie mama acha na babangu, uolewe na babake Sharifu uzaliwe basi. Utapata hakuna sita. Mkusudu Sharifu za kushalake lipi? Kwa Sharifu ndo musudu. Unaambia masharifu hakuna, masharifu leo. Ile hasadi tumekuingia, na'nuhumun nas. Abdullah bin Mas'ud akisema la tuadi ni'amullah. Msifanyeni wadui kwa neema Mwenyezi Mungu. Msifanyeni wadui kwa jamaa kama neema Mungu nini? Akaambia am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Mausudu watu Mwenyezi Mungu aliowapa, dhalika fadlullah, dhalika yutihi man yasha. Na wewe useme mimi sitaki kusudio, lazima usudio, ukipenda ukize. Na ukiusudiwa zaidi ndio una neema zaidi. Ukiusudiwa zaidi una neema zaidi. Alimamu Abu Hanifa alisema, ya Rabbi nifanye wingi maadui zangu, nataka maadui wa wengi. Jamaa kapata maadui wako kamba naam, sababu ndio utakuwa na neema nyingi. Ikiwa maadui kidogo, neema ndogo. Ikiwa maadui wengi bado neema kubwa. Kwa hivyo kila ukipanda daraja, mahasidi huongezeka. Kila ukipata neema, mahasidi huongezeka. Lazima useme wazi. Wewe ukienda ukaswalisha kule imamu msikiti usiku ndani nani huko, hata paa hakuna, mahasidi kidogo tu, lakini njoo town tu hapa. Kila msikiti ukiwa mkubwa, mahasidi wa mkubwa zaidi. Kila msikiti ukiwa mkubwa zaidi mkubwa zaidi. Undu ukifunja kaongeza basi mahasidi itaongezeka pia. Lazima kila mwenye neema usudiwe bwana. Hakuna mambo usudiwa. Mmoja alimwambia mzee wetu al-Imam Rahil Said Muhammad Sheikh Said al-Bid, akamwambia bwana ustadhi, nataka uniombee nisiwe na mahasidi, yani sipate wenye kunusudu kabisa. Ustadhi akamwambia nikikuombea dua usipate mahasidi, atakwambia kwa pizza. Umenapiza mimi? Akamwambia utakosa neema zote utosudiwa, asiokuwa na neema hausudiwi, hausudiwa ndio mwenye neema. Tupo. Ikiwa huna chochote utasudia nini? Huna be, una alifu wewe. Huna mbele, una nyuma. Usudi unaenda kusudia wewe. Ushasikia mtu msudu mwandazimu? Ushasikia mtu? Kwa nini usudi yule mwandazimu? Hana chake. Labda msudu kwa azimu wake basi. Lakini ukiwa na akili, mwandazimu usudiwi, lakini mwenye akili usudiwa. Lakini hasadi lazima. Bali basi mimi sitakukaa na watu bwana. Nitakukaa mbali, sitakaa majirani, sio masidi. Sasa kujiepusha na wao. Hata ukaa nini masidi wako. Hata ukata ya la jabali huko utapata masidi kule kule. Ukiwa juu utapata masidi wale makunguru kule juu atakusumbua kwa sasa. Atakufanya fujo kikunyia tu pale. Kinyesi chao. Akamwambia mzee kikusudu, mzee Imam Rahil akamwambia nikikwambia usiwe na hasadi basi wewe utakuwa kwa pizza, maana utakuwa huna neema hata moja. Sasa ile hasadi tufanye nini? Lazima maadamu kwa duniani lazima usudiwe. Bwana mmoja alimwambia mwanachuoni, Sheikh nataka unipeleke mahali ambapo watu hawasengenywi, watu hawatudi fitna, watu hausudiwi. Maana hapa duniani imechoka na viumbe. Hawa viumbe ndio wa mahalaka nasa illa nas. Wanaoangamiza watu ni watu. Nataka mali siusudiwe, nisisengenye, siteme. Nende kaishi wapi na kuna mji gani? Akamwambia ndio nikwambie. Ukitaka uketi mahali, hutohusudiwa, hutotiliwa fitna, hutosengenywa, nenda kaketi maziarani makaburini kule. Basi kule utapata salama. Maiti hawakusudu wale. Wala kutili fitna wale. Wala kusengenya, usengenya. Ukishi maziarani kule, lakini usije huko mjini. Ukija sitakupata hizo hasad. Baki kule kule tu. Tengeza kaburi lako basi kule ulale kule usudi. Maiti hawausudu, wala maiti hawasengenyi, wala maiti hawatii fitra, lakini madamu kwa ulimwenguni lazima utahusudiwa tu, lazima. La yakhlu sayyidu min aduwwin yaqdah wa wadudin yabdah. Kila mtu lazima yeye anatawili. Kuna mtu anakupenda, kuna mtu anakuchukia. Wewe una mahasidi na una wapenzi. Una watu wanakusifu, una watu wanakutoa. Hata ukifa pia kuna watu pia. Imitu kana nasu sinfani. Nikifa watu wa sampuli mbili. Kuna wengine ukifa ukasema afadhali afe, mtamani afe na mara ya pili. Ashakufa mara ya pili. Israeli arudi tena, ashakufa mara sibasi, mtamani afe. Kheri afe. Kuna watu wamekufa, watu wengine wanacheza ngoma kwa kuwa wamekufa. Kuna watu wamefurahi kwa kuwa mtu amekufa. Ashakufa maana atabakia. Na pia chuma chako kwa motoni. Unajua chuma chako motoni, na pia utakufa. Utamani fafa. Je, tutajilinda vipi na hasad? Hasad kujilinda ni sadaka, hasad kujilinda ni dua. Jaribu kusoma dua, jaribu kusoma
qul Allahu, qul a'udhu bi falaq, qul a'udhu bin nasi, alhamdu, ayatul kursi. Hizi jaribu kuzisoma, fanya ndio uradi wako hizi. Qul Allahu mara 3, qul a'udhu bi falaq mara 3, qul a'udhu bin nasi mara 3, alhamdu mara 7, ayatul kursi mara 7 na swala mtume mara 7. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, ujaribu kusoma hasbunallahu wa ni'mal wakil mara 450 kila siku. Basi ile neema itabakia, hiyo ndio hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ikiwa uwezi 70. Ya tatu, ya hafidh mara 100, ya hafidh mara 100. Kila siku ya hafidh mara 100 hafidh. Hiyo ndio dua za hasad. Ya 4 ni suratul fil, alam tara. Utaangalia ima utasoma mara 100 ama utasoma mara 1000. Alam tara ndio kinga ya maadui na ima mara 100 ima mara 1000. Hasidi kono zidi, sasa angalia piga naami tu basi. Ndio kinga moja ya masidi anaami tu. Anaam shapija naami basi sasa ndio watajua ataingia wapi pale pa kuingia. Hiyo ndio anaami. Inshallah kwa dakika 5 pengine kuna taaliki yote. Bwana mmoja kisa cha mwisho, mtu mkulima alimpelekea mfalme zawadi. Akampelekea watermelon. Unajua watermelon? Tikiti ile tunda. Tikiti ile watermelon. Tunajua tele hapo nje yako. Ile nje ni green, ndani ni nyekundu. Akampelekea mfalme tikiti. Ule mfalme akafurahi sana. Kwa ile furaha yake akaona huyu sina cha kunipa, alikuwa ameletewa kiti cha dhahabu. Ule mfalme ameletewa kiti cha dhahabu zawadi. Ule mfalme yule mkulima kwa bwana, nimekuletea tikiti, akaotamelo kama nimefurahi, zawadi zako tukua kiti cha dhahabu, sio kiti chetu cha plastiki na mbao, kiti cha dhahabu. Ule maskini asema alhamdulillah, si haba, nimepeleta otamelo, nimebariki. Basi waziri, unajua mawaziri wale wako karibu ndo basi, wale karibu na matajiri wako ndo wasudu watu hao. Akasikia wivu ule waziri. Wivu wake akafanya nini? Akasema ngoja, akaenda kwa Sanara, akamwambia nataka kutengezewa meza ya dhahabu. Meza. Ule sema ipa kiti ya dhahabu, yatatengeza meza ya dhahabu. Atengezewe kwa tengezewe, akasema mimi nitampelekea mfalme meza ya dhahabu, ngale tampa nini? Ikamepelekea tikiti tamailo, ametoa kiti cha dhahabu. Je, mimi nikimpelekea meza ya dhahabu atatoa nini huyu? Akatengeza meza nzuri ya dhahabu. Kampea Maulaya, nimekupendelea, imefinikwa kama ile birthday ile Christmas. Makata mfalme wale maziri wana zawadi meza la dhahabu semezamba. Mfalme alifurahi sana. Akamwambia nakushukuru waziri zako, na mimi sina cha kunipa, leta leo tamelo la tikiti. Bwana zawadi zako ni hizi. Wassalamu alaykum warahmatullahi taala barakatuh.